saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, leo ni Ijumaa Aprili 17. Mimi ni Halima Nyanza nikukaribisha katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Katika Amka na BBC asubuhi hii, makubaliano kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon kwa siku 10 zijazo yameanza kutekelezwa. Rais wa Marekani Donald Trump asema ana matumaini ya kufikia makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Iran. Je, umewahi kushuhudia eneo kubwa la makaburi wanapozikwa wanyama wafugwao nyumbani kama paka na mbwa na kupewa hadhi sawa kama binadamu? Ela tulikuwa tunampenda sana kama mtoto wetu. Alikuwa paka mrembo, alikuwa na watoto wake walikuwa najaribu kumnyonya wakati ashakufa. Hiyo kitu iliniuma sana. Na katika gumzo leo tunaangazia ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kiniambia timu ambayo wanaitazama kama inaweza kuwa bingwa, Arsenal unamweka namba 1, alafu wanafuata Bayern Munich. Mchezo wa Bayern dhidi ya PSG, nafikiri bingwa pia anaweza katoka hapo. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Carol Robi. Shukran Halima. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon kwa siku 10 zijazo yameanza kutekelezwa. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani yanatarajiwa kurahisisha uwezekano wa kufanyika mazungumzo ya kumaliza vita vya Iran. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah limedokeza kuwa litaheshimu makubaliano hayo. Saa chache tu baada ya kutangazwa kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yameanza kutekelezwa, jeshi la Lebanon limeripoti kuwa Israel imeyakiuka kwa kushambulia vijiji kadhaa vya kusini mwa nchi hiyo. Israel imesisitiza kuwa majeshi yake yatasalia katika maeneo yanayoyadhibiti. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema wamefurahishwa na makubaliano hayo. Tunapokea vyema hatua zitakazomaliza uhasama na dhiki kwa pande zote mbili. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kisiasa na wa kulinda amani uko tayari kuunga mkono juhudi hizo, na tutaendelea kutoa wito wa kutekelezwa kikamilifu kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 1701 na kuwa utekelezaji kamili ili kuelekea makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita na suluhisho la kudumu kuhusu mzozo huo. Long-term solution to the conflict. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana matumaini kuwa kutafikiwa makubaliano ya amani na Iran, akiongeza kuwa wako karibu mno kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita. Rais Trump anasisitiza kuwa Iran imekubali kukabidhi madini yake ya urani ambayo yanaweza kutumika kutengeza silaha za kinyuklia. Kiongozi huyo wa Marekani amesema duru nyingine ya mazungumzo kati ya wajumbe wa nchi yake na wa Iran huenda ikafanyika wikendi hii, lakini ameonya kuwa huenda vita vikarejea iwapo hakutofikiwa makubaliano kati ya pande hizo mbili. Awali balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amesema nchi yake iko katika hali ya ati kuhusu kufanyika kwa mazungumzo na Marekani. Afisa mwandamizi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza Olly Robbins amejiuzulu baada ya kubainika kuwa Peter Mandelson aliteuliwa kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani licha ya kufeli mchakato wa kuhakiki iwapo anakidhia vigezo vya kiusalama vya kushikilia wadhifa huo. Lord Mandelson baadaye alifutwa kazi kutokana na kashfa ya kuhusishwa na mhalifu wa unyanyasaji wa kingono Jeffrey Epstein. Bwana Robbins hakumfahamisha Waziri Mkuu Keir Starmer kuwa Lord Mandelson alifeli mchakato wa kiusalama wa kuhakiki kama anaweza kuwa balozi. Shinikizo la kumtaka Waziri Mkuu Starmer kujiuzulu limeibuka tena, akishutumiwa kwa kulipotosha bunge kuhusu Lord Mandelson. Na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limezindua programu mpya ya kutumia kiliunde kufuatilia na kukabiliana na njaa katika zaidi ya mataifa 50. Mkurugenzi mkuu wa WFP Cindy McCain amesema programu hiyo ijulikanayo Hunger Map Live itaweza kutoa matokeo sahihi zaidi ya kufuatilia mwenendo wa baa la njaa na hivyo kusaidia katika operesheni za upatikanaji wa chakula cha kutosha. Hii ni BBC. Na Carol Robi kwa wiki nzima ndiye aliyekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyapata pia kupitia Radio Kwizera, Radio 1, Radio Free Africa na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Milele FM, Mwanedu FM, Nyota FM pamoja FM. Uganda, Voice of Muhabura, Voice of Karamoja na Radio Paiza. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Elizad Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu.
Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon kwa siku 10 zijazo yameanza kutekelezwa. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani yanatarajiwa kurahisisha uwezekano wa mazungumzo ya kuvimaliza vita vya Iran. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah limedokeza litaheshimu makubaliano hayo. Caro Robi na taarifa zaidi. Saa chache tu baada ya kutangazwa kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yameanza kutekelezwa kati ya Lebanon na Israel, jeshi la Lebanon limeripoti kuwa Israel imekiuka kwa kushambulia vijiji kadhaa vya kusini mwa nchi hiyo. Jeshi hilo limewatahadharisha wakazi wa kusini mwa Lebanon kutorejea makwao kwa sababu hali bado ni tete. Israel imesisitiza kuwa majeshi yake yatasalia katika maeneo inayoyadhibiti. Iran imesema imepokea vyema makubaliano hayo ya kusitisha vita, lakini imetaka majeshi ya Israel kuondoka kabisa Lebanon. Israel imekuwa pambana dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah tangu mwanzoni mwa mwezi uliopita wa Machi. Hezbollah ilirusha makombora kuilenga Israel kuiunga mkono Iran katika vita na Israel na Marekani. Zaidi ya watu 2,000 wameuawa katika mashambulizi hayo na zaidi ya watu 1.2 wameachwa bila makazi nchini Lebanon. Hezbollah haijatoa taarifa rasmi kuwa itayatambua makubaliano hayo ya kusitisha vita kwa siku 10 zijazo, lakini mmoja wa maafisa wake waandamizi amesema kundi hilo litaheshimu makubaliano hayo iwapo Israel itakomesha mashambulizi dhidi ya wapiganaji wake. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatumai Hezbollah watajiendesha vizuri katika kipindi hicho cha siku 10 alichokiita kipindi muhimu kwao. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema makubaliano kati ya nchi yake na Lebanon ni fursa ya kihistoria kuelekea kufikiwa makubaliano ya amani ya kudumu, lakini amesisitiza kuwa Hezbollah kuweka chini silaha ni mojawapo ya masharti ambayo sharti yazingatiwe. Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema wamefurahishwa na hatua zilizochukuliwa na Israel na Lebanon kusitisha mapigano. Tunapokea vyema hatua zitakazomaliza uhasama na dhiki kwa pande zote mbili. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kisiasa na wa kulinda amani uko tayari kuunga mkono juhudi hizo, na tutaendelea kutoa wito wa kutekelezwa kikamilifu kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 1701 na kuwa utekelezaji kamili ili kuelekea makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita na suluhisho la kudumu kuhusu mzozo huo. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema ameyakubali makubaliano hayo na Israel. Iwapo makubaliano haya yatadumu, basi huenda ikasafisha njia kufikiwa makubaliano ya amani kati ya Israel, Marekani na Iran, na itakuwa ushindi mkubwa kwa utawala wa Trump ambao umekuwa ukipata tabu kukabiliana vilivyo na Iran, hususan kushinikiza kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuachana na mpango wake wa kinyuklia. Caro Robi. Na katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani na Iran zina nafasi nzuri ya kukamilisha makubaliano ya amani katika siku chache zijazo kwa kuwa wa Iran wamekubali kukabidhi kile alichokiita vumbi la nyuklia. Trump amesema mkutano ujao na Iran unaweza kufanyika mwishoni mwa wiki hii, ingawa alionya kuwa mapigano yataanza tena ikiwa hakutakuwa na makubaliano. Omar Mkambara na zaidi. Rais Donald Trump amesema Marekani na Irani ziko kwenye nafasi nzuri ya kukamilisha makubaliano ya amani katika siku chache zijazo. Hatua hii inakuja baada ya Irani kukubali masharti mawili makubwa yaliyowekwa na ikulu ya White House, na akapendekeza kuwa anaweza kwenda Pakistani mwenyewe ili kuweza kukamilisha makubaliano hayo. Ni jambo muhimu sana kuhakikisha Irani haina silaha za nyuklia, na wameshakubali hilo. Irani imekubali hilo kwa msisitizo mkubwa. Pia wamekubali kurejesha kile kinachoitwa vumbi la nyuklia. Nyenzo hiyo iko chini kabisa ya ardhi kufuatia mashambulizi tuliyoyafanya kwa mabomu ya B2. Kwa sasa kuna mwafaka mkubwa kati ya Marekani na Irani, na ninaamini jambo chanya litatokea kwa haraka sana. Maafisa kutoka Islamabad wanashiriki katika juhudi za kidiplomasia wakisafiri kwenda Iran na nchi nyingine za Mashariki ya Kati kusaidia kufanikisha mazungumzo ya kumaliza mzozo huu. Kiongozi wa kijeshi wa Pakistan Asim Muniri alitembelea Teherani Jumatano, na waziri mkuu Shehbaz Sharif yuko katika ziara ya siku 4 akipita Saudi Arabia, Katari na Uturuki kutafuta uungwaji mkono wa makubaliano hayo. Wakati vita vinaingia wiki ya 7, pande zote mbili zinakabiliwa na shinikizo la kiuchumi, huku gharama za gesi zikiongezeka duniani kote. Vikosi vya Marekani vimewaua viongozi wakuu wa Irani na maafisa wengine wakuu, pamoja na kushambulia maeneo mengi muhimu zikiwemo meli 150 za Irani. Mazungumzo ya awali yaliyofanyika nchini Pakistani wikendi iliyopita hayakufanikiwa licha ya kutumia zaidi ya saa 20 za majadiliano. Inatarajiwa
Inatarajiwa sasa mazungumzo ya pili yatafanyika wikendi hii ili kuweza kumaliza mgogoro huu. Na pia Trump hakukataa uwezekano wa kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano wa wiki 2 kati ya Marekani na Iran unaotarajiwa kumalizika Aprili 22. Taarifa ya Omar Mkambara. Huku idadi ya watu wanaofuga wanyama nyumbani ikiongezeka nchini Kenya, mtazamo kuhusu nafasi yao katika familia nao unabadilika kwa kasi. Sasa wanyama hawa hawachukuliwi tena kama walinzi au kwa matumizi ya kawaida pekee, bali kama sehemu ya familia. Katika mtaa Karen jijini